Mechi ambayo ilianza kuibua vilio baada ya watu kuanza kumzungumzia kocha ni mechi dhidi ya Farabat alikocheza kule ugenini. Watu wakaanza kuwa na doubt ya mwalimu wengi, lakini kumbuka kuna vilio vya kwamba mwalimu akikutana na timu ambazo zinakaa kwenye low block imekuwa tatizo, ameshindwa kulitatua ambalo limekuwa ni tatizo sugu ndani ya ligi. Na ikumbuka kwamba ligi yetu mechi nyingi zinapokucheza na hizi timu za madaraja ya kati, tarajia kwamba watacheza hivyo mwanzo mwisho. Yaani wewe tarajia kwamba watacheza mwanzo mwisho. Likawa tatizo lingine ambalo watu wakasema hadi leo mwalimu ameshindwa namna ya kulitatua. Yaani ameshindwa kutafuta mwarobaini wa ile tatizo la timu zinazokaa kwenye nini? Kwenye low block. Watu wakikalia kwamba mwalimu hana mbinu mbadala kwenye mechi, yani kwamba wewe mwenyewe ule kukaa ukazungumza kwamba mwalimu hajui namna ya kubadilika na mchezo. Kikaja kwenye sabu anazozifanya Pedro Gonçalves, watu wengi wakiwa na maswali nazo. Pale ambako unahitaji chakula wewe unaletewa maji. Ndicho mwalimu akawa anakifanya. Maneno yakawa ni mengi. Nikazungumza nikamwambia endapo atashindwa mechi ya Mtibwa ambayo juzi tu nikasema endapo mechi ya Mtibwa hatopata alama 3 na mashaka na Pedro Gonçalves kukaa ndani ya Yanga kutokana na muendelezo wa matokeo alionayo. Wakamwona kwenye dabi, wakamwona Mapinduzi. Kwa hiyo maneno yalikuwa mengi, ilikuwa ni swala la muda tu. Yaani na maana ndio maana akasema viongozi wa Yanga muda mwingi wao wanasubiri. Yaani wanaweza kuwa wanayasikia maneno, wanayaona, lakini sasa wanasubiri kitu ambacho labda inawezekana kama yani unasema nini initial kwa ajili ya moto kuwaka ili moto uwake lazima kuni ushaziweka kila kitu kishaweka. Sasa kinasubiriwa ni nini ambacho kitasababisha ule moto fanyaje uwake. Nafikiri mechi ya Mtibwa ndio ilikuwa kipimo sahihi kwa Pedro Gonçalves. Kocha wa Yanga ni kocha mzuri sana kwangu mimi. Nilishawahi kuambia neno moja, nikamwambia hivi, changamoto ya timu za Simba na Yanga ni timu ambazo hazina identity. Kama mkunielewa vizuri. Yaani ni timu ambazo hazina identity. Kwa maana ya hazina falsafa inayoeleweka. Hazina falsafa ya mpira nilikuwa nizungumzia. Hazina identity kwenye swala la kutafuta wachezaji wenye kariba ya aina gani. Hazina project maalum. Sio kama mtanielewa vizuri. Yeah. Inawezekana kama ni maneno machungu ila mashabiki wa Simba na Yanga wasipokee. Ndio maana leo kocha Fadu Davis ameondoka, Simba ikateteleka. Kwa sababu kocha Fadu Davis alikuja na project yake, ameondoka na project yake. Yaani ukifuatilia vizuri ujengaji wa timu yoyote ile duniani, identity ya timu inatengenezwa na technical director. Ukimfuatilia vizuri technical director wa Simba na Young Africans, hata afanyi kazi zile mama muhimu, yani zile kazi mama. Kwa sababu technical director ana kazi pia ya kuhakikisha ana recruit, yani kocha anayeajiriwa ameendana na falsafa ya timu, ameendana na yani kariba ya wachezaji wanaotakiwa kwenye timu wanasajiliwa kulingana na falsafa ya timu. Na tatu, project ya timu iko vipi. Leo hii Simba na Young Africans, naweza kukupa mfano mzuri. Mara ya mwisho Simba kutoa kijana kutoka Simba B kuja Simba ya juu, nikumbusheni. Nesi ni msimu wa 4. Labda saizi wamemleta Bashir. Muda mrefu sana. Saizi labda wamempandisha Bashir. Ile Simba B ndiko ambako falsafa ya Simba inaanza kutengenezwa kule. Waangalie Barcelona. Wakina Garcia, wakina Lamine Yamal. Yaani sema wachezaji 7 wote wametoka kwenye academy. Yaani hata Hans Flick anafika Barcelona, anaambiwa hivi, falsafa Barcelona ni kucheza possession based football. Kariba wachezaji wanaotakiwa kwenye klabu yetu ya Barcelona ni kuchukua kutoka anda sijui ngapi huku chini kutoka kwenye academy, na tunasajili wachezaji wasiokuwa na majina makubwa. Project ya Barcelona ni kupata mafanikio kwa kiasi hiki. Sio, unanielewa? Sasa changamoto yetu, viongozi ndio wanasajili wachezaji, kocha akifika naye anakuja na mchezaji wake. At the end of the day, wachezaji hawafanyi vizuri, anatafutwa kocha, anaonekana ndo mchaga. Kumbe ukitafuta changamoto hizi timu zetu hazina identity. Yaani ndio maana hata leo Al Ahly atafukuza hata makocha 6, lakini still Al Ahly anaweza kaendelea kuchukua kombe la ligi kuu na kufanya vizuri pia Champions League licha msimu huu kutolewa. Kwa sababu wana wachezaji wao ambao yani wana technical director ambaye analinda identity ya timu. Yeah. Wameshatengeneza falsafa yao. Yaani kocha anakuja kufanya interpretation ya falsafa kwa sababu kocha pia anahitajika. Yule anaitwa nani yule? Anaitwa nani yule?
Timu gani? Wala ile fullback yule ambaye siku ile alitoa Mohamed Hani katoka Al-Ahly ya chini yule, si ndio? Koka katoka Al-Ahly ya chini. Trezeguet mwenyewe ametoka Al-Ahly, akatoka Al-Ahly akaenda Europe akarudi Marwan Atia naye katoka. Marwan Atia ametoka. Shoba naye ametoka Al-Ahly wapi? Ya chini. Nikumbusheni, yani mchezaji wa mwisho Young Africans kutolewa timu ya Yanga ya chini kuja juu ni Clement Mzize. Kwa hiyo uundaji wa vikosi vya Simba na Yanga ni kuchukua tu wachezaji. Huyu ametoka huyu. Alafu hamna ambaye sio technical direct ndio ana recruit ya wachezaji. Bali ana recruit ya wachezaji ni kiongozi sijui tajiri wa timu ana mchezaji wake, tajiri ana mchezaji wake. Sijui Harris kaleta mchezaji, huyu nani sijui Pedro Kaja na mchezaji wake, Ruti pia na wake kaleta. Yani kikosi kimeundwa tu na watu huyu. Wachezaji wanakuja wanajichanganywa pale, kocha anatafutwa njoo waongoze. Kocha naye anakuja na falsafa yake, anakuja na wachezaji wake, timu inaendelea. Kwa hiyo hizi timu zetu, moja ya kitu ambacho wataendelea kusafa nacho ni hichi. Yaani mtaendelea kufukuza hata leo kocha Pedro Gonçalves akiondoka. Trust me, moja mtu ambaye nitaiwazia, yani nitaanza kuiona Yanga inaenda kuyumba ni mimi. Kwa sababu of course natamani aondoke hata mimi. Kwa sababu kama kocha huwezi kumanage game, bado ni changamoto. Mfano kama sisi Arsenal, na sisi kocha wetu ana hiyo changamoto. Yaani akishaingia tukakuta huyu kocha amejipanga vizuri kwenye kumzuia kushambulia, Arteta atasafa sana hiyo game kama tulivyosafa jana tukaruhusu chuma mbili. Kwa hiyo hata kwa kocha Pedro ni kocha mzuri sana, ila changamoto yake hawezi kumanage game. Kacheza na Farabat kakaa kwenye low block. Low block gani hiyo? Mchezaji anapita katikati. Imeshashindikana. Tafuta wachezaji ambao wanaweza wakacheza vizuri na hii timu, sio kupishana lakini wakawakabia juu sana. Hawezi. Umecheza na Simba, wameingia uwanjani, wana viungo wengi, umewangangania washambuliaji wako wawili uwanjani. Ongeza viungo wako wazuri ambao unawajua ni walinzi na washambuliaji wazuri. Umecheza na Azam, umeshaona Azam namna ambavyo wana slow down game, hawana speed sana. Wewe ile ku rise up speed, unaongeza mshambuliaji mwingine ambaye hana hata uwezo wa kudribble mpira kutoka hapa mpaka pale na kuulinda. Unacheza na washambuliaji watatu. Sio niangalie. Kwa hiyo ukija kwa changamoto kocha Pedro, hawezi kumanage game. Ukikosa kocha ambaye hawezi kumanage game, moja ya kitu ambacho watu wengi wana proud sana kocha Pep Guardiola ni kwa sababu Pep anaweza akaingia na game plan mbaya and still akaimanage game. Kama ilivyokuwa kwa Real Madrid. Aliruhusu chuma 3, second half akamanage vizuri game, akaweka kwenye balance nzuri, Madrid hawakupata goli lolote. Sio, unaelewa vizuri? Manake angekuwa kocha mwingine pale, Madrid angepiga hata chuma 6. Alafu Florence, kitu ambacho unazungumzia kuhusu game management ni wakati ule mchezo unaendelea, si ndio? Kuna moments kubwa 4. Kuna wakati timu yako ambapo iko nyuma ya matokeo. Kuna wakati ambao timu yako tayari na matokeo. Kuna wakati ambao wewe unamiliki mpira na kuna wakati ambao timu yako haimiliki mpira. Una active vipi na unaiseti vipi timu yako? Kocha Pedro, kuna nyakati kwa mfano ile game ya Mtibwa Sugar, kocha ambaye anajua kabisa wakati huu timu yangu ina wachezaji wengi ambao ni injury. Tena wengi wao walikuwa ni regular starter ndani ya team, sina nao leo kwenye kikosi changu. Nina kikosi ambacho ni kidogo, wachezaji hata ambao wako benchi wengi sio game changers ambao wanaweza wakaingia wakaja kubadilisha kitu au kuongeza kitu kingine cha ziada ndani ya timu. Niliowachagua kuanza ndio nategemea wanipe matokeo kwa asilimia kubwa. Okay fine, washakupatia matokeo, unabidi uweze kuswitch kwamba kwa wakati huu tayari sina wachezaji nje wengi ambao wanaweza kuingia wakachange game au wakanipatia bao la pili na kuwa comfortable zaidi kwenye ushindi wangu kutanua wigo, lakini hili moja ambao nimekwishalipata, kwa nini nisililinde? Kocha Jose Mourinho anatajwa pia miongoni mwa makocha bora kuwahi kutokea. Falsafa yake ilikuwa hiyo, akijua kabisa huyu mimi simwezi kwa lolote kivyovyote, anatafuta laki bao moja tu, akilipata sheda dakika 90 zimeisha, kama ni kombe kachukua, kama ni ku advance kwenda stage inayofuata, kama ni UEFA Champions League amevuka hatua hiyo kaenda, kama ni kwenye ligi kachukua alama 3 kasogea juu. Wewe utabaki kusifu kumlaumu kwamba Jose Mourinho anacheza kwa uoga, anaogopa, lakini anatambua kabisa unacheza naye uwezo simzidi kwa uwezo, lakini nishapata bao moja, ngoja niangalie namna ya kulinda bao hili ili niweze kuondoka na alama 3. Kwa kwenye mchezo wa Mtibwa Sugar, Yanga angeweza kuondoka na alama 3 very comfortably kwa mwalimu ambaye anajua jinsi maana ya kulinda ushindi na kutafuta alama 3. Kocha Pedro pale aliweza kuchemka. Mimi nilishasema ni kocha ambaye
sijamkubali, nilimkataa mazima kwenye game ya Yanga dhidi ya Azam. Mtu ana red card dakika 60 plus. Zaidi ya dakika 40 na kitu. Yes, mnacheza dakika 90, hujapata bao, mnakwenda mpaka mikwaju ya penalty ndio unakuja kupata ubingwa. Nikasema hapa huyu kocha pengine ni kocha mzuri ila ndani ya Yanga kwa matilio yaliyopo hajui kuwatumia vizuri wachezaji aliokuwa nao. Kwa hiyo Yanga kama kweli hiki kikao kitakuja na maamuzi kwa azimia ya kwamba tunaachana na kocha Pedro Gonçalves, hizi siku 10 mpaka siku 12 ambazo tutazipata wakati wa FIFA break, tutafute mwalimu au for me solution ninayo Florence. Kuna kocha ambaye alipita ndani ya Yanga kawafikisha finali ya kwanza ya kombe la shirikisho, anaitwa Mohamed Nasreddine Nabi. Hana timu baada ya kutoka Kaizer, yupo tu yuko free na CV yake imejitosheleza na alishawahi kuwin ile trust ya mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga. Nadhani kwa sasa hivi zaidi, kwa sasa hivi Young Africans, Aloisi na Hassan, Yanga wanahitaji kocha ambaye ataweza kuwasaidia kumaintain katika performance walionayo wakati huo wameshaanza mpango kazi sahihi wa kujua msimu ujao wanakuja vipi. Yani Florence, yani kwa sasa hivi ambaye anaweza akaingia vizuri akawa manage vizuri hawa wachezaji wote. Yani Mungu awasaidie wachezaji wao wote wawe fit. Kwa mtu kama Clement Mzize na Dickson Job au tunaweza tukawaweka exclude au wengine waliobaki. Ni materials nzuri ambazo zinaweza zikakompete vizuri kwenye ligi. Mimi naamini hivyo. Tafuta kocha ambaye anaweza akawa manage vizuri kulingana na situation walionayo. Kwanza, situation ipi? Ya kujua kwa sasa leo tuko nyumbani au tuko ugenini. Si unaelewa vizuri Selection nzuri ya kikosi na uhitaji wa mechi uanzie muda gani. Si unaelewa? Kwa maana tukiingia uwanjani kuanzia dakika hii mpaka dakika hii tunashambulia tu. Sawa? Ndio. Yaani hakikisha tunashambulia. Tukishapata goli tutakaa katika muundo huu. Yaani sasa hapa ni mtu ambaye anaielewa vizuri Young Africans. Kwa maana yake mfano hapa ana game tarehe 4. Baada ya tarehe 4 ana game tarehe 8. Baada ya tarehe 8 nimeangalia hapa ana game tarehe 16. Ana game tena tarehe 16. Kwa hiyo lazima uwe na mwalimu ambaye tarehe 8, tarehe 16, tarehe 4 unaona ratiba kidogo inamruhusu kufanya hicho. Mwalimu ambaye anaweza akawa manage vizuri hawa wachezaji na wapinzani vizuri kwa kuzingatia situation, kwa maana ya niko sehemu gani na ninahitaji kufanya nini. Mfano kama game dhidi ya Mtibwa Sugar, ungepata kocha mzuri anaweza kumanage game. Ile game ingeisha 1-0, Afrika angeondoka na ushindi. Mchezaji kama Mudathiri haya. Nilizungumza kwanza nikawa surprised mpaka dakika 60 still Mudathiri anacheza. Nikamwambia no, muda anatakiwa kutoka. Mchezaji kama Israel Patrick Mwenda, huyu mtoeni, kashachoka. Tafuta wachezaji wenye energy. Yaani kwenye game kama ile ambayo tayari unaongoza kwa goli moja, hakikisha unajaza viungo ambao ni walinzi na washambuliaji kwa wakati mmoja. Na wenye nguvu ya kasi. Na wenye energy. Sio unanielewa? Kocha Pedro hicho kitu hana. Kwa hiyo kwa muda ambao Young Africans wamebakiwa, kocha ambaye anaweza akawa manage vizuri kama ambavyo nimeweza kuelezea, na kocha ambaye taratibu ndani ya timu anazungumza na viongozi kuhusu mpango kazi wao kuelekea msimu ujao. Kwa sababu Yanga hatakiwi kuziba viraka kwa sasa. Yanga anatakiwa kukaa chini kuisuka tena timu yao upya. Unajua kwa nini Florence mimi hapa nimemzungumzia kocha Mohamed Nasreddine Nabi? Ni kocha ambaye alipokuja Yanga alikuta Yanga inayumba akaitengeneza Yanga vizuri, na kuna baadhi ya makocha waliokuja baada ya yeye kuwa ameondoka kwenda Farabati, walikuwa wanatembelea upepo wake. Ile project ambayo tayari alikuwa ameshaisuka ndani ya Yanga imemlipa, watu wakaanza kutembea nayo. Sasa saizi ishafika ukomo. Namzungumzia Mohamed Nasreddine Nabi kwa sababu ni kocha ambaye anaifahamu vizuri atmosphere ya ndani ya Yanga, anafahamu vizuri nature mashabiki wa timu hizi kubwa kwa maana wa Simba na Yanga, anaifahamu vizuri ligi yetu ya NBC, anaifahamu vizuri Young Africans, maana kwa idadi kubwa kuna baadhi ya wachezaji wengi tu mbe wamepita kwenye mikono yake, ameondoka Yanga amewaacha na bado saizi wamesalia pale. Kwa hiyo mimi namuona Nabi ni kama solution. Hatuwezi tena Florence, Yanga hawawezi kumleta kocha ambaye anakuja haijui atmosphere ya Yanga, haijui ligi yetu, hajui nini. Ila wakimleta kocha kama Nabi ambaye yuko free, yuko sokoni, anaijua Yanga, anaijua ligi yetu, anajua pinzani wa Yanga ligi kuu ambao wapo, anawajua japo amebadilika kuanzia aondoke Yanga 2024 mpaka leo kuna mabadiliko yashafanyika kwenye hizi baadhi ya timu ndogo, lakini kwa asilimia kubwa anajua atmosphere na nature ya ligi yetu, anaweza akawa solution nzuri zaidi kwa timu yao. Sitarajii kama kocha mgeni akiletwa
ambaye ndio kwa mara ya kwanza anafundisha soka la Tanzania, kwa mara ya kwanza anakuja kuhudumu kwenye vilabu vyetu hivi vikubwa, either ni Yanga au Simba, itakuwa ngumu sana bado zaidi ya kumuongezea pressure. Sasa aletwe kocha ambaye mashabiki wana trust naye, mashabiki wanafahamu ni kocha gani, na yeye pia anafahamu anahudumu kwenye klabu ya aina gani. Kwa mfano kama Nabi ule muelezea, ni mtu ambaye anaifahamu vizuri Young Africans. Mimi kwangu mimi hata kocha Imid Milodi still namuona bado ni alikuwa kocha ambaye kama ambavyo mumeelezea, yani kwa sasa atengeneze mpango kazi wa kuhakikisha Yanga inatetea ubingwa, alafu ndani ya hii timu kwa sasa hivi kashaanza yeye mwenyewe, kwa maana anakuwa anazungumza na viongozi kujua project ya msimu ujao inaanza vipi, tunahitaji materials za namna gani, sababu falsafa ya ujengaji wenu wa kikosi sikuchukua tu wachezaji kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo mjue sasa namna kwa sasa timu yetu ilivyo, hatuwezi kusajili tena, ila ili msimu ujao tuwe moto tena lazima tujue tunahitaji wachezaji wa aina gani kulingana na mimi kocha. Nahitaji mchezaji wa aina gani na falsafa yangu ya uchezaji, ila wakidelay wakasubiri mpaka msimu ujao uanze ndo wachukue kocha mkuu, mbaya hiyo. Inawezekana ikawa ni moja ya kitu kingine kibaya ambacho kitawaangusha sana Young Africans. Kwa sababu mimi hizi story nilikuja kufuatilia vizuri, ni story tu tunapewa. Kocha amesajili, ama chochote. Vimemo vinatembea tu, vimemo. Kaenda kule kasajili, sio eti kocha kapewa faili kapitia, chochote kama. Tanzania mnafikiri hicho kitu. Unaitwa njoo ufanye kazi. Ni wachache labda ukuta yule mchezaji ana mchezaji wao, baadhi ya makocha wanakuwa na pendekezo lao la mchezaji kwamba mimi namhitaji huyu. Kuna wengine wanaweka na misimamo yao kwamba msiponipa huyu mimi kuna namna moja ama nyingine, kama ilivyo kwa Ibenge na Azam Salambia kwamba mkimuondoa Faisal mimi na mimi msinipe timu. Kwa hiyo unaweza kukuta Pedro, tunaweza kusema wengi wao asilimia anakuta timu wengi wao amesajiliwa na viongozi. Hata ile ripoti inapoandikwa sasa tuulizane, Pedro aliandika ripoti si Fadlu yuko wapi ndani ya Simba? Kwa hiyo sometimes unaweza kusema aliandika ripoti ya usajili wa Yanga msimu huu ni Melody Hamdi. Ameondoka Melody Hamdi. Kwa hiyo alikuja kuchukua, kwa hiyo tuseme sasa alikuwa kocha mzuri yule. Lakini unajaribu kuelewana kitu kuzungumza. Unajaribu nataka kuzungumza. Ripoti umeandika wewe ya kuongoza taasisi ya Data Sports. Wewe umeondoka. Nimekuja mimi nimekabidhiwa ile ripoti. Kuna vitu tu nitatoa. Yaani mimi nikikuta na ripoti yako sasa huyu hapa amekiweka tanini na naondoa. Hicho ulikuwa naondoa. Nachukua mimi naandika ripoti. Ingekuwa msimu kocha akimaliza msimu anaenda na msimu unaofuata anaandika ripoti yeye. Yaani vile anafanya yeye kazi ni ile yeye. Pasingekuwa na utatizo. Leo tunasema labda makocha, labda leo tunamzungumzia Pep Guardiola, tunamzungumzia kocha wenu Arteta, yupo ndani ya timu miaka 6 miaka 9. Yule anaandika kila baada ya msimu kuisha anaandika ripoti. Bana kuna 1 2 3. Nataka niboreshe hapa. Nataka niboreshe, unapeleka kwa viongozi. Wanakupa kwa sababu upo. Sasa wewe unaandika ripoti afu unaondoka. Yule atakayekuja, ndio maana leo hii mtu kusimamia kitu ambacho ni sio chako. Yaani wewe unatuma kitu, nisimamie kitu changu, nipo nyumbani mimi niko huku. Hawatokusimamia kwa ubora wewe ambao ulikuwa unakihitaji. Alafu tatizo jingine kubwa ambalo nimeliona kwa kocha Pedro, hajafanikiwa kuimprove viwango vya wachezaji mmoja mmoja. Unajua Florence, kabla hujaja kuimprove kiwango cha timu nzima, yani ile general performance ya timu nzima, ni lazima kwanza pia uhakikishe una improve kiwango cha mchezaji mmoja mmoja individually ndani ya timu, ndio ije contribute kwenye general performance ya timu nzima. Kocha Nabi alifanikiwa pale. Tazama, alikuwa anamtumia Shomari Kibwana. Kuna watu walikuwa hata akikosekana Juma Shaban, watu hawapati shaka, wanajua kuna Shomari Kibwana na anacheza vizuri kabisa. Kana kuna baadhi ya game kubwa alikuwa anaingia, anacheza vizuri kabisa. Kuna mtu kama Faridi Musa Malik alikuwa anatumika bila shida yoyote. Tazama Jonas Mkude aliyetoka upande ule, alikuwa anasema umri umeenda, alikuja ndani ya Yanga na kupatia game ya Young Africans dhidi ya Mamelodi Sundowns. Tazama alitoka Afrika Kusini, jina lake wanaliimba. Tazama kiwango alichokuja kuuplift kiwango cha Ashua Boy Abubakar Salu. Kwa hiyo unatazama kocha Nabi ana uwezo huo wa kukuza kiwango cha mchezaji mmoja mmoja ndani ya timu, ila kwa kocha huyu Pedro Gonçalves ana changamoto hiyo zaidi ya kuona watu baadhi yao tena viwango vyao vinazidi ku drop ndani ya timu. Sasa sione kama ni mtu sahihi ambaye anastahili kuendelea ndani ya Yanga. Anapaswa kuondoshwa aje mtu mwingine. Roman Folz wakati anakuja leo amempa jina Aziz Adabwile, kaitwa hadi national team, ila alivyoondoka yeye amemwanda yeye. Kwa hiyo ndio maana alipofika akasema huyu anaweza nikamsaidia, ambacho nacho bado tutajiona kwa Steve Barker.
Hebu tuendelee kumsubiri Steve Barker na. Sawa bwana. Bwana sisi tumemaliza hivyo kuhusiana na Baraka au atamwandaa Baraka Mongosi tumsubiri. Au Bashiru, kuna mtu anaitwa Bashiru pale. Bashiru ndio ameanza na ametoka nini hii Simba ya vijana. Na ameanza kuaminiwa. Tumeona kama jana amemtoa Clatous Chota Chama amemweka Bashiru. Jambo jema. Tuendelee kumpa muda. Amemtoa Clatous Chota Chama na mwingiza Bashiru, tayari Simba anaongoza chuma 3 Arsenal anaingia Max Doman, anatoka Zubimendi, Arsenal tuko bila na Everton, alafu mtoto wake anawapa matokeo. Anaingia Bashiru, Simba anaongoza chuma 3. Anaanza kumwandaa taratibu. Ligi yetu bwana. Ndio falsafa za Simba na Yanga, hata uwezi kuwalaumu kabisa. Lakini sasa shida yetu hizi, una mtu mmoja hapa anatukumbuza na anatuambia hataki kabisa kumtumia mtu kama Shua Boy, Kibwana, Faridi, Kouma, Mnyakyusa wa Kiela yule, nahisi atakuwa anamaanisha yule nani yule. Si ndio huyo Mnyakyusa Andabwile? Nani Andabwile? Wachezaji kama hao wazuri kwenye game kama hizi. Sawa, sasa kama mwalimu hajaona uzuri wao. Kwenye game dhidi ya Mtibwa Sugar, nani Faridi Musa hakuofi kitu. Faridi Shua Boy hizo kucheza, Andabwile hizo kucheza na Mtibwa Sugar. Alafu nalalamika kwamba una injuries, back to back games. Mudathiri si nani umeangania uwanjani? Hizi taasisi kubwa Florence za Simba na Yanga zina changamoto nyingi. Kama leo tuna yani nikwambie mimi naweza nikaamini timu alifanyaje ya Angola. Shua Boy anaweza kawa hana yeye au Faridi Musa hana yeye je kucheza na timu kama Azam, timu kama Simba, Singida, Mtibwa Sugar, Tanzania Prison. TRA wanacheza vizuri tu. Yaani kwanza kitendo cha kocha kutokuamini kwenye kubadilisha wachezaji kuamini kwenye wale wachezaji wake inafikirisha pia. Yaani Yanga wasiposhtuka mapema na kuchukua hatua za mapema hawana muda, watapishana na Simba. Yaani Simba anapanda, Yanga ana drop. Na muda sahihi wa kufanya mabadiliko ni sasa. Saizi yes. Kabisa.